في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Fiqh Sunna, na ametia maneno si kama ni fatwa, bali ameeleza waziwazi kwamba hiyo ni dhahiri kwa maneno ya maulama. Wamesema kwamba wayajuzu al-kharz au al-khirz, inajuzu kufanya kutunga kama shanga hivi, bishari al-khinzir, kwa kutumia uzi wa manyoya ya nguruwe. Hii kaijibu fi azhari qawli al-ulama, kwa katika dhahiri ya maneno yanavyoni, si kitu ambacho kinapita moja kwa moja. Bila shaka kuna maulama wengine watakataka, kwa sababu Mayahudi walipokatazwa kula nyama ya nguruwe, au walipokatazwa kutumia vitu vile nyama zilizonona, basi walikuwa jamaluhu, wanazitia manukato, wanazitia vitu wanayayusha, fafabau, kisha wakauza, faakalu thamanahu, wakala thamani yake. Kwa hivyo hawakuvuka katika makosa. Ingawa kuna baadhi ya ulama wameona kutumia kama manyoya ya nguruwe hivi kwa ajili ya matumizi mbalimbali, kufanya usinga hivi au kutinga shanga, kutumia manyoya yao, labda kuna itikadi ya dawa fulani hivi, labda wameona kwamba ni kitu ambacho kina neno. Lakini lazima kuna maulama wengine kwambia kwamba madhal Qur'ani imemtaja nguruwe kwa jina lake, basi tumwache moja kwa moja. Wa inna Allaha lam yaj'al shifaakum fima harama alaykum, na Mwenyezi Mungu hajaali kama kuna dawa kwenu nyinyi katika kitu ambacho tayari ameharamisha. Khabith, hamna dawa ndani yake, ni kujidanganya roho binadamu tu basi. Kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakuona kama kina maslahi, huwezi kupata ndani yake dawa, hamna. Kwa hivyo hiyo kaitia hapa Said, ili msomaji ajue kwamba kuna baadhi ya ulama wapatisha hivyo, kutumia manyoya ya nguruwe katika baadhi ya matumizi wapatisha, lakini hiyo itakuwa ni kauli ya baadhi ya maulama, sio wote. La 4 na 5 na 6 katika vitu ambavyo ni najis kwa pamoja, kati ya 4, 5 na 6, haiul adami, matapishi ya mwanadamu, wa baulihi au wa bauluhu, na mkojo wake, wa rajiuhu, na choo chake kikubwa. Vitu hivyo ni najisi vile vile. Wa najasatu hadhihi al-ashyaa, na unajisi wa vitu hivi, matapishi ya mwanadamu na choo chake kidogo na choo kikubwa, unajisi wake muttafaqun alaiha, ni kauli iliyowafikiwa na jamhuri ya ulama. Hakuna aliyokwenda kinyume, illa isipokuwa annahu yu'fa, ni kwamba imesamehewa, an yasiri alqai, kutokana na uchache wa matapishi. Kama itakuwa ni mcheuko mdogo, imesamehewa. An yasiri alqai, kutokana na uchache wa matapishi. Wa yukhaffafu, na imepewa takhfifu katika sheria, fi bauli sabii, kuhusu mkojo wa mtoto mchanga wa kiume, alladhi lam yaakul at-ta'am, ambaye bado hajaanza kula chakula cha kuchakua, ananyonya tu. Alladhi lam yaakul at-ta'ama, mtoto mchanga wa kiume lakini ambaye hajaanza kula chakula, fa yuktafa fi tathhirihi, imetoshelezewa kusafisha mkojo wake mtoto huyo, birashi, kwa kunyunyiza maji, hata kama kusugua ile nguo yenyewe. Kama mtoto yeye wa kiume, tena umri wake amepupishika na chakula cha kunyonya tu, akianza kula basi hukumu nyingine. Na akiwa mtoto mchanga wenyewe ni wa kike, hukumu yake ni kukosha tu kwa kusugua. Ama mtoto mchanga wa kiume hajaanza kula, mkojo wake kuusafisha imepewa takhfif, anaweza mtu kunyunyiza maji juu yake alakisugue, kwa sababu ile acid ya mkojo wa mtoto mchanga wa kiume si yenye nguvu sana kama ilivyo kwenye mtoto mchanga wa kike, hata kama hajaanza kula mtoto mchanga wa kike. Dalili ya ukhafifu wa kutahirisha mkojo wa mtoto mchanga mwanamume ama hajaanza kula kwa kurushia maji tu, dalili yake ni hadithi Qais, ni kutokana na hadithi ya Qais radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amwiradhi, annaha, kwamba bibi huyu
atati nabiyya, alimwendea mtume sallama biibnin laha, na mwanawe mchanga kambeba. Mtoto mchanga huyo lam yablugh, hajafikia umri an yaakula taam, wa kuweza kula chakula kwa kuchakua. Wa inna ibnaha dhaka, na hakika mwanawe huyo Qais bala, alikojoa fi hijri nabii, ndani ya paja la mtume. Kufika mtume, mtoto akamchukua akampokea kama kawaida ya mtu mzima, na mtoto inakuwa aghlabu anajawa na mapenzi, mara nyingi anapenda kumbeba beba. Mtume kambeba ile mtoto mchanga. Alipomchukua fabala, akakojoa ile mtoto fi hijri nabii, katika paja la mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akaagizia bima'in, aletewe maji, na yalipokuja fanadahu, akanyunyiza tu juu ya ile nguo au sehemu ambayo kamkojolea mtoto. Fanadahu wanadh, na neno nadh analifasiri chini hapo, an yaghmara wa yukathiru bilma'i, ni kurusharushia maji tu. Mukatharatan la tablugh daryan alma'i, ni kuchukua kigao cha maji. An yaghmara, ni kuteka kigao cha maji. Wa yukathir, na ukakirushia bilma'i mukatharatan lam tablugh daryan alma'i, yani kiasi ambacho hakifikii ule wingi wa maji kwamba yanaweza kwenda yale maji, unarusharushia. Wa turaddiduhu taqatiruhu, na inakuwa inarejea yale matone yake, lakini maji yake hayendi. Wa huwa almurad birashi fi riwayat ukhra, na hayo ndio madhumuni ya kurushia katika riwaya nyingine. Kwa hivyo kwa mtume kanyunyiza siku ile kukosha ala thawbihi, juu ya nguo yake, walam yaghsilhu ghuslan, hakukosha kwa kufikisha, ikawa ni hoja kwamba mkojo wa mtu mchanga kiume umepewa takfifu, anaweza mtu akanyunyiza juu yake, lakini mtoto wenyewe hiyo hajaanza kula chakula, nawe ni mwanamume. Hadithi ya Ummi Qais muttafaqun alayhi, imewafikiwa juu yake na Bukhari na Muslim. Na dalili ya pili, wa ana Ali radhiyallahu anhu qala, na kutoka na Sayyidina Ali, Mwenyezi Mungu mradhi, amesema qala Rasulullah, mtume akasema, baulul ghulam, mkojo wa mtoto mchanga wa kiume, yumdahu alayhi, hunyunyiza maji juu yake. Wa baulul jariya, na mkojo wa mtoto mchanga wa kike, yughsal, yeye wake ukoshwa. Qala Qatada, akasema Qatada, wa hadha, na hukumu hii, ma lam yat'ima, madhali wote wawili hawajaanza kula. Fa in ta'ima, wakianza kula, ghusila baulahuma, utakoshwa mkojo wao wote wawili, mwanamke na mwanamume. Rawahu Ahmad, amesimulia Ahmad. Wa hadha lafdhuhu, na hili ni tamko lake Ahmad. Wa ashabu sunani, na watu wote wa sunna wamepokea hadithi hii, illa an-Nasa'i, isipokuwa Imam an-Nasa'i. Qala al-Hafidh fi al-Fath, akasema hafidhi katika kitabu chake cha Fath, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi hii sahihi. Thumma inna an-nadha, kisha hakika ya huu mnyunyizo, innama yujzi'u, hakika utafaa kunyunyizwa, maadama sabiyu yaktasiru ala radai, madhali yule mtoto mchanga wa kiume amekufishika na kunyonya tu, itajuzu kunyunyiza. Amma idha akala at-ta'am, ama ataanza kula chakula, ala jihati at-taghdhiya, katika namna ya kuchakua, fa innahu yajibu al-ghusl bila khilaf, ama hapo itawajibika kukosha mkonyo wake bila ya ikhtilafu yoyote ya wanavyuoni. Wala'alla sababu rukhsa, na huenda sababu ya ruhusa iliyotolewa hii, bil iktifai binadhihi, wa kutosheleza kunyunyiza maji tu bila kufikisha nguo, huenda ruhusa yenyewe imekuja kwa hikma hii ifuatayo: wulu'u nnas, mazoea ya watu, bihimlihi, wa kumbeba mtoto kila mara. Wala'alla sababu rukhsa, na huenda sababu ya ruhusa, bil iktifai binadhihi, ya kule kutoshelezewa watu kunyunyiza tu juu ya mkojo wa mtoto mchanga mwanamume ambaye anaanza kula, huenda ikawa hikma yake wulu'u nnas bihimlihi, ni yale mazoea ya watu ya kubeba mtoto mchanga, almufdi, jambo litakalopelekea
ila kathrati baulihi alayhi, juu ya mara kwa mara mtoto mchanga yule kuwakojolea kwa zina, wa mashaqqatu ghasli thiyabihim, na ile tabu ya kukosha nguo zao. Watu kila mara atakosha nguo mara ngapi mtu kutwa, na ndio yuko nyumbani analea sasa mtoto mchanga nyumbani, kila mara anambeba, na pengine mlezi ndio yeye mwenyewe, basi atakuwa anafua mara ngapi? Ikapewa takhfif ya kunyunyiza maji juu yake, fakhuffa fi dhalika, basi pakatolewa takhfifi ndani jambo hilo kuhusu hayo. Tunaendelea tukiwa bado tungali katika mlango wa habari ya najasa, mambo yaliyohusu najis, na tunazungumza juu ya sehemu ya 12 ya najis. Tulifika juu ya habari ya al-khamr, ulevi. Tukasema ulevi wa hiya najasatun, ni najis, lakini inda jamhuri ulama, mbele ya wanavyuoni walio wengi, majority ya maulama wamesema ulevi ni najis. Na dalili yao wanavyuoni hawa walio wengi wa ulevi ni najis ni kauli llahi taala, ni kutokana na tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema innama alkhamru walmaisir, hakika ya ulevi na kamari, walansabu walazlam, na kuabudia chochote ambacho si Mwenyezi Mungu, na habari ya kutazamia mambo ya ghaibu kwa namna yoyote ya utazamiaji. Haya yote maana rijs, ni najis min amali shaitani, kutokana na kazi au kitendo cha shetani. Ilivyokuwa ulevi pamoja na vitu vinne hivi umehusishwa kwa tamko la rijis kwa aya ya Qur'ani, jamhur ya ulama wakasema kuwa ni najis, yani wamekusudia hata kuugusa. Lakini wadhahabat ta'ifatun ila alqawli bitaharatiha, wakenda kwenye rai kikundi cha wanavyuoni, wakenda kwenye tamko la kusema kwamba unabaki ulevi kuwa ni tahir, madhali mtu hakutia kinywani. Kama utatokezea kumuingia mwilini au kwenye nguo, unabaki kuwa ni kitu tahir na wala si najis. Hawa maulama japokuwa si wengi, ni wachache, lakini wana hoja kama wale jamhuri walivyoegemea kwenye aya ya Qur'ani, na wao vile vile wana hoja zao vile vile. Unabaki kuwa ni kitu kilichoharamishwa mtu kukinywa, kwa sababu kitamharibia akili yake, kitampotezea mali yake, kitamharibia afya yake, na kwa kuwa sheria ya kidini imekataza, inabaki kuwa ni jambo la haram kulitumia kwa kunywa. Lakini kugusa au kuingia mwilini, hawa maulama wakasema kwamba unabaki ulevi kuwa ni tahir. Na hawa maulama wachache waliosema kuwa ni tahir, wenzao walipotoa aya ya Qur'ani kwamba innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani, wao hawa wachache waliosema kuwa ni tahir, wa hamalu rijsa fil aya, wakalichukulia tamko la najis lililokuja katika aya ya Qur'ani ala rijs al-ma'nawi, juu ya kwamba hiyo ni najisi ya kimaana, sio najisi ya kiwiliwili. Lianna lafdha rijis, kwa sababu tamko hili la rijis yani najis hapo lilipokuja kwenye aya ya Qur'ani, limekuja hali ya kuwa ni khabarun, ni habari anil khamri, kutokana na jambo la ulevi lizungumzalo hapo, wa ma utifa alaiha, na vile vitu vilivyoongezewa juu yake ulevi, si peke yake ulevi. Watu waliosoma kidogo mambo ya nahau, wao ndio wataweza kuelewa nini maana ya kusemwa hapa khabarun anil khamri. Hii ni habari kutokana na khamri. Kwa wengine watabaki wanasikiliza, watapata faida nyingine, lakini lugha hiyo tumika hapa khabarun anil khamri. Waliopita katika darasa za nahau kidogo wanajua nini maana ya khabar.
kuna kitu kiitwacho mubtada'un wa khabarun katika mambo nahwu. ما هو المبتدأ؟ المبتدأ اسم مرفوع في أول الجملة، والخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة. hayo mambo ambayo waliogelea kidogo katika bahari hizo wanajua nini habari hapo. Lakini sisi wengine tufahamu kwamba ili tamko la najis, yani rijis, maana yake ni najis, lilotumika kwenye hii aya ya Qur'ani ni maelezo ambayo yanaelezwa kuhusu ulevi, wama utifa alaiha, na vile vilivyoongezwa juu yake ulevi, vitu vitatu vingine zaidi. Minna nini? Maisir, kamari, ansab, kuabudia masanamu au chochote ambacho si Mwenyezi Mungu, azlam, na vile vile kutazamia ghaibu. Hivi ni vitu vitatu vimeongezwa juu ya ulevi pale, si peke yake, vyote kwa pamoja rijisun, vimeambiwa kwa ni najis pale. Na kwa hivyo vitu vitatu vile pamoja na channe cha ulevi, wa huwa la yusaf bin najasa, wanasema maulama hawa wachache, havisifiwi kwamba ni najisi vitu hivyo alhisia, najisi hasa ya kiwiliwili, qat'an abadan. Yani si sawa sawa na mavi na mkojo. Kama mtu atagusa karata za kamari au pesa zilizo kamari au tiketi za bahati nasibu ya taifa, akigusa vitu kama vile haambiwi kama tamavi na mkojo. Lakini akinunua tiketi yake, anangojea matokeo ya papo kwa papo, amenunua ya tombola, anangojea nambari zitajwe 22 22 22 22 ili apate zawadi. Sasa anacheza kamari, hapo ndo rijisi. Aabudiaye mzimu, aabudiaye kaburi, mwingine akipita kama atakana pale mizimni, yeye anapita na laki tu, hata kuni, maskini yangu kagusa ile mizimu, anatazama kigogo kinachomfaa kikavu, wakati liye mbali akapikie, haambiwi kama tamavi na mkojo. Ingawa yule ambaye atasimama pale kuomba na kuabudu anafanya uchafu, anafanya rijis min amali shaitani. Na pia vile vitu vinaotumika katika kutazamia ramli, ubao, mchanga, kalamu zake, nyota, nujum na ghasia na kila kitu, yule ambaye atavigusa vitu vile si kwa nia kwamba anaenda kutazamia, haambiwi kama tamavi na mkojo, kama vitu tu. Lakini kile kitendo cha kwenda pale kutafuta ghaibu yako, Mtume anasema man ata arrafan au kahinan au munajjiman fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atamwendea mpiga bao au kuhani au mwenye kutazamia nyota, akisha akamuamini kwa yale ambayo atakayosema ya ghaibu, baba yako mbaya, sijui usipite kwa mlango wa mbele, sijui pamefunikwa chungu mlangoni, nenda kafukue, sijui habari gani, akamwamini. Na saa yako ya kuingia nyumbani wewe itakuwa saa kadhaa kadha, akamwamini. Na siku yako ya kufunga khutba hiyo siku kadhaa kadha, na time kadhaa za manazil, akamwamini. Mtume anasema faqad kafara bima unzila ala Muhammad, huyu ndo kafanya najis. Kitendo hicho ndo rijisun. Lakini vile vitu ni vitu vya kawaida tu, akivigusa mtu si kwa nia hiyo, haambiwi kwamba kama tamavi na mkojo najis au damu na vinginevyo vitakuwa najis. Hawa maulama ambao ni wachache, hizi ni hoja zao, wanasema ulevi unabaki kuwa ni tahir, si kwa kunywa. Hawahalalishi kunywewa, wanasema kwamba kile kitu asili yake ama kitakuwa ni serena. Niliposikia serena mimi nilipokuwa mikoani kule Rujewa, ilibidi nijifiche mpaka mwisho, nikauliza nini serena jamani, niambieni. Wakadhamia pombe ya mtama hii. Ala, sisi kwetu mtama kule, wao waita serena ni pombe ambayo imefanywa kwa mtama, na nyingine inafanywa kwa mahindi, na nyingine inafanywa mapapai na tende hii na sukari nyingi. Hii ya kwetu hapa
ukipenda jina jingine itagongo, tende. Asili yake pombe ile inafanyiwa, ama itakuwa ni papai, sukari, tende, ama itakuwa ni mtama uliorowekwa na vitu vingine, mahindi, vitu vingine, vile vitu tahir vile. Huambii ukikamata kile kitu ambacho tusifanya kwa ni pombe, wanakunywa watu wanalewa, wewe kama kimechupa kimeruka kimekuingia nguoni, huambii kwamba ule ni mkojo wa mavi. Kile kitu asili yake tahir, lakini kutumia sasa kwa kunywa, hilo ndio jambo lilokatazwa na limepewa jina la uchafu. Ni uchafu wa kimaana, si uchafu wa ule mwili wake pombe ile. Hapo ifahamike vizuri, isije ikaeleweka kwamba kuna maulama wamehalalisha ulevi kuwa ni tahiri kwa maana ya kunywewa kwamba hauna lolote. La, waliposema kuwa ni tahir, yaani kama unakamata, kama unakuingia maungoni, wewe si mnywaji, hujanywa bali umekuingia tu, basi unabaki kuwa ni tahir, huna haja ya kwenda kusafisha kwamba umeingiwa na najisi. Hiyo ndio maana yao. Na wanasema kwamba qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu kwenye Qur'ani, kwenye suratul Hajj, fajtanibu rijsa min al-awthani, basi jiepusheni na najisi ya kuabudia masanamu. Hapa Mwenyezi Mungu anayataja masanamu kwa ni najis, katumia tamko lile lile la rijis alilotumia kwenye innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Akasema fajtanibu rijsa, jiepusheni na najis min al-awthani, ya kuabudia masanamu. Pale masanamu yakaitwa kuwa ni najis vile vile, kama yalivyoitwa huku ansabu kuwa ni rijis. Fal-awthanu, basi haya masanamu, rijsun ma'nawiyun, ni najisi ya kimaana, lakini la tunajjisu man massaha, haimtii najis mwenye kuyagusa. Si limechongwa jiwe tu bwana, yule mwenye kuitakiri ndio mwenye kufanya uchafu pale, najisi kimaana. Wewe umepita shughuli zako, jiwe lile kama unalipenda kwenda kujengea msingi wa nyumba yako, chukua kajenge tu. Si unavunja mawe tu bwana, nani katika majabali huko, umeona jiwe lile litakufaa kwenda kujengea, toa kajenge. Huyu anaabudia si Mungu yule. Naona huambii kama unakamata mavi na mkojo kwa kuwa anafanywa naabudiwa si Mungu. Au kama si jiwe itakuwa dhahabu, kama si dhahabu itakuwa ni jiti limechongwa vizuri, likatiwa sura, mdomo, pua, na likafanywa jiti lile linalia labda machozi, jiungu kubwa linatisha. Si jiungu chochote, jiti tu. Kama unapenda kufanyia makaa, hatilia mbali majiti yale, kafanyia makaa, si najis. Na labda pengine itakuwa ni vitu, karatasi zining'iniazo mlangoni, irizi kavaa mtu, si najisi, kamata tu. Hapa ndipo aliposema kwamba Mwenyezi Mungu amesema fajtanibu rijsa min al-awthani, jiepusheni na najisi ya kuabudia masanamu. Kujiepusha kwenyewe ni kule kuabudu, ni kule kuyaomba, ni kule kuyategemea. Washirikina hawakubali kwenda safari mpaka wende kwenye mizimu yao, masanamu yao, wakayazunguke kwanza kama inavyozungukwa nyumba ya Mungu ya Kaaba, tawaf, na kuomba himaya pale ya ulinzi kwa muda wa safari atakayokwenda mtu. Anakwenda kwanza kwenye waungu, anazunguka kwanza pale na kuomba himaya. Kitendo hicho ndio kichafu. Lakini atakayegusa kagusa jiwe tu, kagusa mti tu, kama itakavyokuwa kagusa kitu tu, si najis. La tunajjisu man massaha, haimtii najisi mwenye kugusa vitu hivyo masanamu. Wali tafsirihi fil aya, na zaidi ya hapo kwa ile tafsiri iliyotolewa ndani ya aya, nini maana ya kuitwa rijisu? Biannahu min amali shaitan, hakika yake masanamu na ulevi na ramli na kamari ni katika kazi ya shetani. Hiyo ndio tafsiri iliyotolewa ya najisi. Najisi yenyewe min amali shaitani, si kuhusu mavi na mkojo. Min amali shaitani, ni katika kitendo cha shetani anachomzainia mtu kufanya ibada pale mpaka aitwe mushrikina. Kitendo kile kimepewa jina ya najisi, uchafu. Tena shetani anafanyaje?
yuqi'u al-adawata, anaingiza uadui, walbaghdhaa, na chuki, wayasudda an dhikri llahi wa an as-salah. Yuqi'u al-adawata walbaghdhaa fil khamri wal maisir, wayasudda, na kisha nazuia an dhikri llahi, kutokana na kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika mambo haya. Mlevi hana nafasi ya kumkumbuka Mungu, maana akili yake imeharibika. Na pia mna uadui na chuki ndani yake, na kuzuiliwa watu wasimkumbuke Mwenyezi Mungu wa ani swala, na swala vile vile. Wanazidi kueleza maulama hawa wachache kwamba ulevi unabaki kuwa ni tahir. Wanatoa dalili nyingine, wanasema wa fi subuli salami, na katika kitabu kiitwacho subulu salami. Kitabu hichi ni uchambuzi wa kitabu kingine kidogo, yani Bulughul Marami. Hii subulu salami ni sharhi yake Bulughul Marami. Basi humo kwenye subulu salami imeelezwa hivi: wal haqqu, na jambo la haki, anna al-asla fil a'yani, kwamba jambo la msingi katika vile vilivyotajwa kwenye aya ya Qur'ani, ulevi, kamari, kuabudia asiokuwa Mwenyezi Mungu na kupiga ramli, anasema asili yake at-tahara ni safi. Wa anna at-tahrima, na hakika ya uharamu wake, japokuwa ni haramu kunywewa na kutumiwa katika mambo ya makosa, la yulazimu najasa, hailazimishi vitu vile kuwa ni najis, kwamba vimeharamishwa visitumike. Si lazim liwe kama mkojo na mavi. Vinaweza kuharamishwa kwa njia ya kunywewa kama ni ulevi, kuharamishwa kamari, kuchezwa watu wakafutana mapesa kama ni kamari, lakini binafsi ya vile vitu vinatumika pale si najis. Anasema la yulazimu najasa, japokuwa ni haramu havilazimishi kuwa najis. Anatoa mfano sasa, subul thani huyo: fa innal hashishata muharramatun, hakika ya majani ya bangi yameharamishwa. Wa hiya tahiratun, majani yale ni tahir. Pengine majani yale Mwenyezi Mungu akuyaleta duniani ovyo ovyo, pengine yanayo matumizi, akitumia mtu kwa matumizi hayo bila kuharibu akili yake, huenda ikawa manufaa mengine, yanabaki majani yale kuwa ni tahir. Si kama mtu atakayegusa majani ya bangi amegusa najis. Ni kitu ambacho kimeharamishwa kwa hakika, kwa matumizi ya kuharibu akili, kuvuta, kutafuna na kadhalika kadhalika. Fa illa al-hashisha, maneno hayo anayasema mwenye subulu salami, hakika ya bangi muharramatun, imeharamishwa. Wa hiya tahiratun, hali ya kuwa kitu hicho ni safi. Wa amma an-najasatu, ama kitu kikiambiwa hiki ni najis, fayulazimu at-tahrim, hulazimika uharamu hata kukigusa. Mavi na mkojo huruhusiwi hata kuchezea. Ikiambiwa kitu kama ni najis, basi lazima kuwe haramu kwa vyote vile vingine. Sasa kuharamishwa kwa ulevi na vitu vile vimeharamishwa kwa matumizi yake maalum, sio kwamba mtu aliyovigusa amekamata najis. Kwani tamko la najis, fayulazimu at-tahrim, kitu kikiambiwa najis hulazimisha kuharamishwa kwa njia yoyote. Fa kullu najas muharramun, kwani kila najis inakuwa ni haramu kwa vyovyote kuigusa, wala aks, wala hakuna kinyume chake. Fa kullu najasun, basi kila najis, muharramun, imeharamishwa, wala aks, wala hakuna kinyume chake. Wadhalika, na hayo, lianna al-hukma fi an-najasati, kwa sababu kitu kikihukumiwa kwamba ni najis, huwa al-man'u an mulamasatiha, ni kizuilio, anakatazwa mtu hata kugusa mavi na mkojo. Hata Mtume mkojo wake akirejea nyuma akikojoa, na akishamaliza hende akasali tu, bali anastanji. Akiyakosa maji atastanji kwa mawe, akikosa mawe atastanji kwa majani, kwa sababu kilichomtoka ni najis. Kwa vyovyote vile kitu kikiwa najis kimeharamishwa kabisa kabisa, huwezi kuigusa, wala kikunjia moyo. Na katika nguo vile vile, nguo ile haifai kusaliwa, lazima uikoshe.
basi lianna alhukma fi najasati, hakika ya hukmu ya kitu kuambiwa najis, huwa almanu an mulamasatiha, ni kukatazwa, ni kuzuiliwa mtu asikiguse kitu kile, ala kulli halin, juu ya hali yoyote ile. falhukmu binajasati al-ayn, basi hukmu ya kuambiwa najis vile vitu vilivyotajwa kwenye aya ya Qur'ani, ulevi na vitu vingine vitatu, hukmu bitaharimiha, hukumu yake ni kuharamishwa kuvitumia katika ile njia yake isiyofaa, si katika kugusa. Bikhilafi alhukmu bitahrim, kinyume kabisa na hukumu nyingine ya kuharamishwa kwa vitu kwamba najis. Fa innahu, kwani mfano mwingine, yuhramu lubs alharir, utaona imeharamishwa kuvaa wanaume mavazi ya hariri, wa dhahab, na kuvaa wanaume na ni vyombo vya dhahabu kujipambia, kwa wanawake halali. Kitu kile kile kimeharamishwa kwa wanaume, lakini mwanamke kwa kini halali kuvaa hariri na dhahabu kujipamba. Je, kuharamishwa kule imekuwa ni najis? Si najis. Kitu kinaweza kuharamishwa kisiwe najis, kinavaliwa na wanawake na wanaume, wanaweza kuvaa hariri kama itakuwa ni dharura. Hariri manake inatibu maradhi ya ngozi, skin disease. Kama atapata mtu na mapende, ghasia au kurutu, kuna siku maalum kama atavaa hariri, basi hariri itakuwa ni kinga yake, itamsaidia kwenye ngozi yake. Mtume ameruhusu watu wavae hariri kwa muda kwa ajili ya dharura. Kwa hivyo si najis. Kitu kinaweza kuharamishwa kwa matumizi kadha na kikabaki kuwa tahir. Ulevi umeharamishwa kwa matumizi kadha, lakini kile kitu asili yake ni tahir. Wale wamefanya ulalamishi tu, wamefanya dhulma tu, kuyachukua mapapai na tende katika vitu azizi kwenye maisha ya binadamu. Mapapai ndani yake mna siri nyingi, mbali ya kulainisha tumbo, mbali ya kutengeneza ngozi ya mwili, mna siri chungu nzima. Tende anaitaja Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, wanakhla, kila kwenye aya nyingi kataja tende. Hataji Mwenyezi Mungu tende kwenye kitu kwenye Qur'ani ikawa ni upuzi. Hata bwana mtume kama anafanya somu, anafunga, kitu cha mwanzo jua likachwa anatia kinywani kwake tende. Ina siri kubwa, lakini wamefanya dhulma kubwa wale wafanyao mvinyo, pombe, wakaichukua wakati kwa mapapai na tende, kisha wakachukua na sukari, wakafanya kuvizoweka mpaka vikatoka mafunza. Manasheti vitake mafunza, vitu vile ndio iwe pombe. Vile wekwe, kwa hapa pitiki pahala, pananuka, mafunza na kwenda kwenye madebe hasa. Halafu tena ndio shakwenda kama hiyo, ndio tena mtaimbo wa debe, unatua moto, inatoka ile juisi yake, huo ndio mtaimbo wa mwanzo, ndio mkali zaidi. Vile vitu asili yake ni tahir, lakini sasa matumizi yaliyoharamishiwa ni kule mtu kutia kinywani baada ya kuwa ni mvinyo. Asili yake tende si haram, mapapai si haram, sukari si haram, lakini baada ya kuwa ni ulevi sasa ni ni haram. Kwa hivyo haimtii najisi pombe ile atakayoigusa, kwa sababu si mkojo wala si maji. Anasema fa innahu yuhramu lubsi alhariri wadhahab, wa hakika imeharamishwa kuvaa hariri kwa wanaume na dhahabu pia. Wa huma tahirani, na vitu viwili hivi ni tahir, daruratan shar'iyya, kwa upande wa dharura kisheria, wa ijma'an, na kwa wanawake ni tahir moja kwa moja, wao wanavaa na wanajipamba kwa dhahabu na hariri. Idha arafta hadha, wewe msomaji utakapoyatambua hayo, fataharimul khamr, basi ule uharamu wa ulevi, alladhi dallat alayhi nusus, ambao umetoa dalili aya ya Qur'ani, la yalzamu minhu najasatiha, hailazimishi uharamu ule kwamba ni najisi ulevi ule, bal, lakini la budda min dalilin akhar alayhi, hapana budi ije dalili nyingine kama ipo ya wazi wazi, ama iwe aya ya Qur'ani au iwe ni kauli ya mtume imetaja kwamba mtu asiguse kitu kama hicho. Wa illa, na kama patafunguliwa vitabu
haijapatikana dalili nyingine ya kusema kwamba ni najis hata kwa kugusa, baqiya ala al-usul al-muttafaq alayha, ulevi na kamari vitabaki vile vile katika ule msingi wake ule wafikiwa juu yake, min at-taharati, kwamba ni safi. Faman iddaa khilafahu, basi mwenye kudai mengine kinyume na hayo, fadalilu alayhi, lete dalili mwenzetu juu ya hayo. Maneno hayo anasema Said Sabiq mwenye fiqh sunna. Kama atadai ulevi na kamari kwamba ni najis hata kwa kugusa, basi lete dalili nyingine, lakini kwa aya ya Qur'ani pale si dalili, ilikuwa inazungumza mengine ya Qur'ani. Sehemu ya 13 katika mambo ambayo ni najis, alkalbu, mbwa naye, wa huwa najasun, mbwa ni najis, wayajibu ghasl, na inawajibika kukosha, ma walagha, kitu ambacho ameramba kwa ulimi mbwa, fihi, ndani yake. Akiramba mbwa katika kitu ambacho ni majimaji, basi nimewajibika kukikosha chombo hicho 7 maratin, mara 7, baada ya kuyamwaga yale ambayo mbwa kati ya ulimi wake. Kwani mbwa ana madhara makubwa sana kinywani, na katika majosho hayo 7, ulahunna biturabi, ama la mwanzo wake liwe kwa mchanga au la mwisho wake, kutokana na hadithi ambazo zimekuja. Hadithi iliyosema la mwanzo wake kwa mchanga li hadithi Abi Huraira, ni kama ilivyoeleza hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema, tuhuru ina'i ahadikum, usafika kwa chombo cha mmoja wenu nyinyi Waislamu, idha walagha fihi alkalbu, pindi ameramba ndani ya chombo hicho mbwa, an yaghsilahu 7 maratin, ni kwamba akikoshe mtu mara 7 chombo chake, ulahunna biturabi, la mwanzo wake liwe ni kwa mchanga. Na maana alghasl biturabi, na maana ya kuambiwa mtu akoshe kwa mchanga, an yakhlita fil ma'i, achanganye ule mchanga ndani ya maji, hata yatakaddar, mpaka yale maji yaonekane yamepiga rangi ya matope. Sasa ndo anakoshea, sio kwamba akoshe mchanga mtupu. Maana yake ni kuchukua mchanga pamoja na maji, halafu anakoroga barabara, kama tunavyoona vyombo majumbani vinavyokoshwa kwa mchanga pana, kadhalika kama hilo. Sio mchanga mtupu, bali na maji ndani yake, rohani barabara. Hapo ndo mchanga unayo kasi maalum, unayo detol maalum ya kutoa kitu kibaya, mchanga kuliko sabuni yoyote. Rawahu Muslim, hadithi hii ya Abi Huraira amesimulia Muslim wa Ahmad wa Abu Daud wal Bayhaqi. Kisha anasema Sabiq, walau walagha fi ina'in, na laiti mbwa kama ameramba kwa ulimi, hatuzungumzi habari ya kuwa haikuja dalili kwamba mtu akinusa na mbwa akoshe mara 7 kwa mchanga. Hadithi ya mtume imekuja ila idha walagha, na wulugh haipatikani kwa an, inapatikana kwa ulimi, kuramba. Maana mbwa anapokunywa kwenye chombo huwa anafanya wulugh, anatia ulimi wake ndio anavutia maji yale. Habari ya pua kunusa harufu haikuja dalili katika dini. Walau walagha fi ina'in, na laiti mbwa kama atatia ulimi wake kuramba katika chombo, fihi ta'amun jamid, ndani yake mna chakula kigumu, si maji. Mna chakula kigumu, si maji, ndizi mbichi, wali, ugari, hivi na hivi, si maji, si uji, si maziwa. Fihi ta'amun jamid, mna chakula kigumu. Anasema Said Sabiq, kama katika dunia kutakuwa na dhiki, maana duniani hutokezea wakati, waulize wanaopata taabu katika nchi zao mpaka wakakimbia wakaitwa wakimbizi. Ile ni critical condition, ni katika hali ngumu ya maisha, wanakufa ovyo. Basi chochote ukipatacho pale ni kustiri hali tu. Sasa katika dini yanakuja mambo kama haya. Mbwa kenda kala katika chakula kigumu, kala kidogo, sufuria imejaa tele, pishi nzima, kenda katika mdomo wake pale kala wali. Sasa
wasikatokezea watu pale kuna mbwa katuweza bwana, usikie mdomo wake huyu, mwaga. Hakuna kumwaga. Iko hali duniani hutokezea, utamuona mbwa hakufanya kitu pale bwana, iliyobaki ni kustiri hali tu. Hata Mwenyezi Mungu kamwambia kama ni dhurra ghaira baghin wala adil, atakaye lazimika bila ya jeuri wala kutupa mpaka, kama atakula mnyama kafa mwenyewe hakuchinjwa, fala ithma alayhi, hapana dhambi hapo. Huo ni mzoga, hiyo ni najis, hakuna mushkil kuhusu haramu wake. Pia Mwenyezi Mungu anampa ruhusa mja wake kula kwa sasa hivi. Nikusame, istiri kwanza hali yako, pembeni mle utakisia kwamba labda poizini yake inaweza kafika mpaka hapa, unatia chombo pale, unasukua, unateka pale ambapo kafika mbwa, tupilia mbali. Halafu anasema wantafa bilbaqi, binadamu atanufaika na kilichobaki. Pengine mambo ya gharama, wamepikisha watu biriani katika shughuli yao, gharama kubwa sana, kwa kuwa kaja mbwa tu katika mdomo wake pale kala, ndio shughuli tena iharibika yote. Karam watu waambie basi santum nenuni, mbwa katufanyia mchezo mkubwa sana. Hapana, ulqiya ma asabahu, itatupa ile sehemu ambayo mbwa kafika, wama haulahu, na patatekwa pambezoni mwake chakula kile. Halafu antafa bilbaqi, atanufaika nacho mtu chakula kilichobaki, ala taharatihi sabiqa, kitabaki juu ya tahara yake ya tangu na tangu kama ilivyo awali. Na masala ya mbwa kuna maneno mengi ndani yake. Huyu mbwa, mbali ya hadithi iliyokuja ya Mtume ya tamkula walagha, kwamba ameramba, na walagha ni katika chombo cha majimaji. Ama kuhusu mbwa kuna maneno mengi, tena maneno mengi yanapatikana katika mmoja wa madhehebu ya maimamu wanne wa Kisunni, Imam Malik. Imam Malik anadai hoja kubwa, anasema nataka fatwa muitoe uharamu wa chakula cha mbwa. Jamaa, kwangu mimi ni halali, mbwa nakula. Nani? Malik ibn Anas, imamu dari al-hijra. Huyo ni Imam Malik. Imam Shafi amesoma kwake Malik. Imam wetu Shafi amesoma kwa Imam Malik, na Imam Malik kwake mbwa ni kiteweo. Kwa hivyo masala ya mbwa yana maneno mengi mno. Sasa hivi hatupo katika subject hiyo, tutakuja kuingia baadaye kuhusu habari ya vyakula. Hapo tutaeleza fatwa zao jamaa hawa wanavyosema kwa Imam Malik mbwa ni kiteweo, na utagombana ugomvi mkubwa, kisha utaambiwa toa hoja kwenye dini. Ama kwa hadithi hii ya Mtume atakwambia kaa upande baba, hapo imetumika walagha, na walagha ni katika maji. Ama kama atatia mdomo wake katika chakula kigumu, unaweza ukatupa kuogopa ile hatari ya mdomo wake tu, na utanufaika nacho chakula chako kilichobaki. Na kuhusu yeye mwenyewe mbwa, sasa Imam Malik anasema kwamba kwangu ni kiteweo, hakupenda mtu basi. Qur'ani inafuta masala hayo kwa kusema la ajidu. Muhammad waambie watu mimi sijakuta jambo bwana, wasikuulize mengi, kasa vipi, mbwa vipi, sijui nani, kenge vipi, nani vipi. Waambie la ajidu, mimi sijakuta kwenye Qur'ani fima uhiya ilayya, katika yale ambayo yamefunguliwa kwangu mimi, muharraman, yalikuwa haramu, ala ta'imin yat'amuhu, juu ya chakula ambacho nakula mwanadamu, illa an yakuna maitatan, isipokuwa kitu kikiwa kimekufa wenyewe, mzoga, au daman masfuhan, au damu ichuruzikayo, au lahma khinzirin, au nyama ya huyu mmoja, huyu nguruwe huyu, kwa jina anamtaja, fa innahu rijsun au fisqan uhilla li ghayri llahi bihi, hayo ni najis. Au kitu kimechinjwa kwa namna ya uasi, itikadi, anachinjwa mnyama shetani apate kula damu, anachinjwa mnyama harusi apate kunusurika na shari, anachinjwa mnyama kwa sababu mtu anataka kusafiri, damu akiuke, ama kikichinjwa kwa itikadi kama hiyo, vile vile najis, vile fisqan uhilla li ghayri llahi bihi. Hayo mambo ya mbwa yana maneno mengi,